Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, baada ya lile tukio la Stefano Aziz Ki kuumia kwenye dimba la New Amani Complex kwenye mchezo wa Azam FC dhidi ya Wydad Casablanca, mchezo uliotamatika kwa Wydad Casablanca kuibuka na ushindi wa goli 1-0, na tukaona lile tukio ambalo tuliliona la Stefano Aziz Ki kukimbizwa hospitalini kwa ambulance mara baada ya kupata maumivu makali sana. Bwana, Wydad Casablanca kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram bwana wametoa taarifa ya maendeleo ya Stefano Aziz Ki, na wao wameandika kwa lugha ya Kiarabu. Sasa tumefanya translation, na kilichoandikwa kwenye taarifa hiyo bwana ni kwamba klabu ya Wydad Casablanca imethibitisha kuwa nyota wake Stefano Aziz Ki yuko salama na anaendelea kuwa chini ya uangalizi kwa saa 24 kama ambavyo ushauri wa daktari unahitaji. Bwana Azizi alipata majeraha ya kichwa dakika ya 77 ya mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Azam FC na kulazimika kukimbizwa hospitalini. Sasa taarifa fupi ya kitabibu kupitia kwenye peji hiyo ya klabu ya Wydad Casablanca bwana waliandika, timu ya madaktari ya klabu inafahamu kuwa Aziz Ki alipata jeraha la kichwani na kukimbizwa hospitali ambako alifanyiwa vipimo muhimu na kuthibitisha kuwa yuko timamu. Kwa kuzingatia utaratibu unaokubalika, mchezaji atabaki chini ya uangalizi maalum kwa saa 24 kama sehemu ya uangalizi kwa saa 23. Mabadiliko yoyote yatatangazwa pindi yatakapoonekana. Bwana, hicho ndicho ambacho amekiandika Wydad Casablanca kupitia kwenye mitandao yao ya kijamii upande wa Instagram. Nimeona taarifa hiyo na nimeona nikujuze. Sasa kupitia kwenye ukurasa huo wa Wydad Casablanca bwana tumeona comment nyingi kwa baadhi ya wapenda soka wakiuliza wameandika nini, lakini kwa wale ambao walielewa waliweza kutoa pole kwa Stefano Aziz Ki, wengine akimwambia arejee haraka. Huyu anasema get well soon brother, may God bless you with good health. Hicho ambacho amekiandika. Mwingine anasema tueleweshane kwa Wydad, mngeandika hata Kiingereza tukaelewa, huku ni kutaka kutuchanganya usiku. Mwingine anasema huyu anasema get well soon. Mwingine anasema wafanyakazi wa matibabu wa timu hiyo wamearifiwa kwamba mchezaji Aziz Ki alipata jeraha la kichwa na alisafirishwa hadi hospitalini ambako alifanyiwa uchunguzi muhimu ambapo ulithibitisha kuwa hali yake ni thabiti. Kwa mujibu wa itifaki ya kawaida, mchezaji huyo ataendelea kuwa chini ya uangalizi wa karibu wa kimatibabu kwa saa 24 kama hatua ya tahadhari. Taarifa zozote zaidi zitatangazwa mara tu zitakapopatikana. Huyu amejaribu ku translate kile ambacho Wydad Casablanca walikiandika. Kwa hiyo nadhani pia mtakuwa mmemuelewa jamaa kupitia kwenye ukurasa huo wa Instagram pande wa Wydad Casablanca mara baada ya kutoa taarifa hiyo. Huyu anasema Mungu amponye. Mwingine anasema usikute alitaka kuonana na Hamisa Mobeto. Anasema translation. Mwingine anasema taarifa ya kitabibu, uongozi wa kitabibu wa timu unajulisha kuwa mchezaji Aziz Ki alipata jeraha katika eneo la kichwa na alihamishwa kwenda hospitalini ambako alifanyiwa vipimo muhimu vilivyothibitisha kuwa hali yake iko tulivu. Kwa mujibu wa taratibu za kitabibu, mchezaji atasalia chini ya uangalizi wa karibu kwa saa 24 kama tahadhari. Taarifa zaidi zitatolewa pale tu kutakapokuwa na mabadiliko mapya. Huyu pia amejaribu kudadavua kila ambacho Wydad Casablanca walikiandika kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram. Bwana, mwingine anasema tunamwombea Mungu apone haraka, ameandika hivyo. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wydad Casablanca. Mwingine anasema get well soon Aziz Ki. Mwingine anasema translation. Mwingine anasema haya sawa, namwombea kila laheri, Mungu amponye haraka. Mwingine anasema kwani mngeandika Kiswahili ingekuaje? Anasema simuandike Kiingereza nyie nao. Mwingine anasema mshatuacha sisi hapo. Sema kaka. Mwingine anasema
nifafanulieni. Of course kama ambavyo tumedadavua ni kwamba Wydad wametoa taarifa kwamba Aziz Ki atakuwa chini ya uangalizi. Kwa hiyo tusubirie kuona kile ambacho watakitoa, lakini wanasema Mungu akuponya Azizi. Unasema nilivyoelewa hapo itoshe kusema asante kwa taarifa na inshallah atarikava mapema. Unasema ili tu abaki Tanzania. Unasema get well soon Aziz. Unasema yakaa sasa mbona sawa. Unasema sasa sisi tunaelewaje hiyo taarifa au dua? Sawa. Unasema waligongana na nani sijui hadi kupelekea injury ya kichwa. Mungu amsaidie apone haraka. Unasema sasa kama mmemchoka sawa. Unasema sasa Aziz Ki sasa ndo muandike kwa Kiarabu kusema Azizi, Mungu akutangulie upone haraka, urudi kwenye majukumu yako. Bwana, hizo ni jumbe ama ni comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wydad Casablanca mara baada ya kutoa taarifa kuhusiana na maendeleo ya Stefano Aziz Ki mara baada ya kupata majeraha kwenye mchezo dhidi ya Azam FC na hali iliyopelekewa yeye kukimbizwa hospitalini kwa ambulance. Maana taarifa ilikuwa inakizungumza kwamba Stefano Aziz Ki ameumia vibaya sana. Kwa hiyo ilibidi apelekwe kwa ajili ya matibabu zaidi na kuona pengine ameumia kwa kiasi gani. Kwa hiyo taarifa ambayo imetolewa na Wydad ni kuthibitisha ni kweli kile kilichotokea kwa Stefano Aziz Ki, lakini wamethibitisha kwamba Azizi bado anaendelea na matibabu, lakini hali sio mbaya sana. Kwa hiyo wataendelea kutoa taarifa, lakini atakuwa chini ya uangalizi wa masaa 24. Kwa hiyo taarifa iko hivyo kwa wale ambao walikuwa kiuliza pengine mara baada ya Stefano Aziz Ki kukimbizwa hospitalini hali yake inaendeleaje. Hali iko hivyo wala Aziz Ki bana yuko chini ya uangalizi, na Wydad wamethibitisha hilo na wamesema watatoa taarifa pindi taarifa zitakapothibitika kutoka kwa madaktari kwamba anaendeleaje, atarejea lini na pengine shida ilikuwa ni nini hasa, kwa sababu wengi tunajua kwamba aliumia kichwani na anasema alikuwa na maumivu makali sana. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezea, kama ambavyo nilikuweza kukusogezea tukio la Stefano Aziz Ki, ndivyo ambavyo pia nakusogezea taarifa ya Wydad Casablanca wenyewe kupitia kwenye ukurasa wa Instagram mara baada ya kuchapisha taarifa ya kuzungumza hali na maendeleo ya Stefano Aziz Ki mara baada ya kukimbizwa hospitalini. Tunafahamu ameumia kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao Azam FC walikubali kichapo cha goli 1-0, na ni mara ya kwanza Aziz Ki anarejea mara baada ya kuondoka ndani ya klabu ya Yanga na kujiunga ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo wale mashabiki ambao walikuwa wanatamani kumuona Stefano Aziz Ki walimuona, wale ambao walitaka kufahamu kiwango chake kinaendeleaje walikiona kwenye mchezo huo, lakini ni bahati mbaya amepata injury na kuweza kukimbizwa hospitalini. Kwa hiyo ni taarifa ambayo nimeona nikusogezee kutoka kwa Wydad Casablanca kupitia kwenye ukurasa wa Instagram ambapo wameweza Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.